Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amekuwa mtu wa kwanza kutekeleza agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda la kuhakiki silaha zake. Rais Magufuli amehakiki silaha zake mbili ambazo ni shotgun na pistol, zoezi ambalo limefanyika nyumbani kwake Ikulu jijini Dar es Salaam Machi 22 mwaka 2016. Akizungumza baada ya kukamilika kwa uhakiki huo, Rais Magufuli amempongeza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na jeshi la polisi kwa kuendesha zoezi hilo, na ametoa wito kwa wananchi wote wanaomiliki silaha kujitokeza kuzihakiki. Mimi nimetekeleza wajibu wangu kutokana na agizo la Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Dar es Salaam, aliyetoa wito ndani ya siku 90 wote tunaomiliki silaha tuweze zikahakikiwe na jeshi la polisi. Kwa hiyo nimetimiza wajibu wangu. Nina uhakika wenzangu wanaomiliki silaha nao watatimiza wajibu wao kutokana na maagizo halali yaliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na maagizo mengine yatakayotolewa na viongozi mbalimbali wa kitaifa. Lakini pia napenda nichukue nafasi kupongeza sana Mheshimiwa Kamishna pamoja na jeshi la polisi kwa kazi nzuri mnazozifanya. Mnafanya kazi nzuri, muendelee kufanya hivyo hivyo na Mungu awajalie sana. Na mfanye kazi bila woga. Ni aibu kwa kumuona askari polisi mwenye silaha ananyang'anywa silaha na silaha anayo. Ni aibu, na nasema hiyo ni aibu. Paka jambazi akunyang'anya silaha na wewe una silaha. Alafu unakwenda unaripoti juu kwa OCD, kwa RPC nimenyang'anywa silaha na wewe uko mzima na silaha imeondoka. Ni aibu kwa jeshi la polisi. Hili mlisimamie. Hakuna kunyang'anywa silaha sasa. Ndivyo tulivyofundishwa. Na ndio maana mnapewa silaha kulinda. Uwezo ukapewa silaha ya kulinda ya maonyesho. Maonyesho yako gallery. Lakini ukishapewa silaha, mtu akicheza nayo lazima aumie nayo. Najua mmenielewa kama nasema. Otherwise mimi nawashukuru, asanteni, nimefanya usajili wangu. I hope na wengine watafanya hivyo. Na Mungu awabariki sana jeshi la polisi. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Kamishna Simon Siro, amemshukuru Rais Magufuli kwa kuonesha njia na kutaka wananchi wote waitikie. Mimi ninachosema ni kwamba kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuonyesha njia, kwa sababu yeye mara moja amekuja kwa silaha yake leo, na mwenyekiti wa serikali mwenyekiti wa serikali ya mkoa Mheshimiwa Makonda alitoa grace period ya wiki moja kwamba watu wafikirie, wajipange kwa ajili ya kuanza kuhakiki. Lakini Mheshimiwa Rais siku mbili tu tayari amekuja kwa silaha zake. Kwa hiyo niseme tu kwa upande wa Dar es Salaam sasa, wana Dar es Salaam waitikie huu mwito. Ni zoezi zuri, wengi wanajua madhara ya hizi silaha, kwa sababu lazima tuone matumizi ya silaha. Tumekupa silaha ndio, lakini mwisho wa siku lazima tuone unazitumiaje, umeitumiaje hiyo silaha. Na pia tunatoa elimu namna ya kutumia hii silaha pia. Lakini imejitokeza baadhi ya watu ambao si waaminifu, wanamilikishwa silaha kihalali, lakini matumizi yake yanakuwa ndivyo si. Kwa hiyo ninaamini kwamba ni zoezi zuri na sio mara yake ya kwanza kwa Dar es Salaam, nafikiri na nchi nzima, lakini zungumzia mkoa wangu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo wana Dar es Salaam watupe support ili mwisho wa siku tuweze kubaini silaha ambazo zinatumika
kwa ajili ya kuumiza Watanzania, kwa ajili ya ujambazi, kwa ajili ya mambo mengine ambavyo ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo kimsingi tu na mimi nitoe rai kwamba ni zoezi zuri, kwa wale wazalendo wataitikia kwa vizuri sana, lakini wale wanaofikiria bado wanataka kubaki na hizo silaha, sisi tuna intelligence ya kutosha. Nitoe tu kwamba wito, kama una silaha ambayo sio ya kwako ya halali, itupe popote, hata uniletee hiyo silaha, mimi sina tatizo. Na naamini ukiwa na SMG haiwezi popote, sio? Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kama una SMG, una AK47, una silaha za kivita, zirudishe. Maana yake mwisho wa siku tutakumbana, alafu tutaanza kuona kwamba hatukutendei haki. Ninaamini wazalendo, wana Dar es Salaam wazalendo watatekeleza haya maelekezo ya mkuu wa mkoa aliyotoa, na wale ambao wanasubiri mpaka enforcement, wanasubiri mpaka dola ichukue nafasi yake, basi mimi niwaambie tu kwa mwisho wa siku tutakutana. Katika hatua nyingine, Rais Magufuli amezungumzia uchaguzi wa meya wa jiji la Dar es Salaam na kutaka vyama vya siasa vinavyoshiriki kugombea kiti hicho kukubali matokeo katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Jumanne, Machi 22 mwaka 2016 na kuachana na mabishano na mgogoro usio wa lazima ambao unachelewesha maendeleo ya jiji. Ni matumaini yangu kwamba hapa takuwepo na court injunction. Waiache demokrasi ifanye na ichukue mkondo wake. Na niwaombe wana CCM wenzangu, tusilazimishe mambo. Tukubali kushindwa, lakini tukubali pia kushinda. Mahali tunapostahili kushinda, kama tumeshinda, tushinde kweli. Lakini mahali tunaposhindwa, napo tukubali kushindwa, na hiyo ndiyo demokrasia kweli. Tusicheleweshe demokrasia ya wana Dar es Salaam kwa kila siku kukimbilia mahakamani. Matumaini yangu Kamanda Siro kesho tasimamia uchaguzi vizuri, ili kusudi tuweze kumpata meya, awe wa CCM sawa, awe anatokana na Chadema sawa. Sisi tunachotaka ni maendeleo ya wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Nimeona nilizungumza hili kwa sababu hata na mimi linaniboa kuona kila mahali panapotakia uchaguzi watu wanakimbilia mahakamani. Kila panapotaka uchaguzi watu wanakimbilia mahakamani. Hii si dalili nzuri. Ni lazima tukubali kwamba kama mahali umeshindwa, umeshindwa kweli. Kama mahali umeshinda, umeshinda kweli. Tuache, tujipange kwa nyakati nyingine aliyeshinda na aliyeshindwa. Kwa hiyo mimi ni matumaini yangu Kamanda Siro kesho utasimamia uchaguzi vizuri. Unless kama umeahirishwa au kama kuna taratibu zingine zitakazotokea. Lakini matumaini yangu kufika kesho tutakuwa tumepata meya wa Dar es Salaam ili tuweze kushirikiana naye katika kuleta maendeleo ya wana Dar es Salaam. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akizungumzia uchaguzi wa meya wa jiji la Dar es Salaam. Amezungumza hayo muda mfupi baada ya kukamilika kwa zoezi la uhakiki wa silaha zake lililofanyika nyumbani kwake Ikulu jijini Dar es Salaam Machi 22 mwaka 2016.